Hujambo mtazamaji wa television La Voix d'Uvira TV, karibu kuweza kuungana nasi katika uchambuzi wetu wa habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Janvier Emmanuel Kaluya msomaji wako kupitia television yetu. Tukaribishe mahali pote ambapo ulipokuweza kujiunga nasi mwanzo hadi mwisho. Karibu. Ikiwa leo ni tariki moja mwezi wa 10 mwaka 2025, ikiwa kabisa ni matangazo yetu ya kwanza kabisa uchambuzi, ikiwa kutoka studio zetu kupitia vituo vyetu ambavyo vinavyopatikana hapa mjini Uvira, ambapo kila leo tunapata nafasi ya kukusanyia habari zetu zenye kuwa za uhakika, za ukweli, ambazo zinawafanya ili kwamba muweze kuwa kila leo kupitia televisheni yenu. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa kutembelea channel yetu, usikose kabisa kujiabone kwenye channel yetu, kulike, kushare, pia kucomment, ili kwamba kabisa tunapotoa habari zetu muwe wa kwanza kabisa kunufaika kupitia habari zetu. Na ukiwa na pendekezo, ombi au maoni, unaweza kutuandikia kupitia nambari yetu ya WhatsApp ambayo iko hapo chini. Moja kwa moja tutakwenda kukujibu. Tukuambie yale ambayo tutakayozungumzia kwa siku ya leo, mtazamaji wa television Muteba TV. Tutakwenda kabisa kuchambua kuhusu ujenzi wa barabara nambari 5 mjini Uvira, ambayo sasa yakuwa ni kikwazo kwa wakazi, pia mashirika za kiraia zaingilia kati kuhusu swala hili. Na kamanda aliyeshiriki kwenye shambulizi la risasi hapa mjini Uvira siku ya 5 iliyopita na kusababisha watu 3 waweze kufariki, aweza kukamatwa na kuwekwa rumande. Na pia tutakujuza kuhusu M23 ambayo kabisa iliweza kuchukua vijana wengi pale maeneo ya Bukavu, eneo ya Irambo, chini tu ya makaburi. Waliweza kukamata vijana wengi. Mtakwenda kujua namna gani vijana hao walivyokamatwa. Na pia tutakujuza hapa mjini Uvira ambapo kulikuwa kabisa kumefunguliwa kikao cha kawaida cha bunge la jimbo la Sud Kivu, ambacho kiliongozwa naye Nestor Kabeza akiwa ni president wa Assemblée Provinciale. Utakwenda kujua kile ambacho alichokizungumza. Na pia tutakujuza kuhusu milio ya risasi ambayo ilisikika hii leo asubuhi majira ya 4h du matin huko maeneo ya Kavimvira. Na pia tutamalizia kuhusu Joseph Kabila, aliyekuwa rais wa zamani kabisa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye atolewa hukumu ya kifungo cha maisha. Kwa hiyo mtakwenda kujua namna gani hukumu hiyo ilikwenda kutolewa. Mimi na wewe nikukaribishe kabisa mwanzo hadi mwisho. Jiunge nasi kupitia television Muteba TV. Moja kwa moja tuanze kabisa na habari zetu za hapo Bukavu. Habari za hapo Bukavu ambazo zinashamiri M23, M23 walikwenda kuanza msako kabisa majira ya saa 10 za asubuhi pale maeneo ya Bukavu, na baadhi ya vijana wengi kabisa walikwenda kukamatwa na kuweza kupelekwa hadi kwenye kambi yao, lakini vijana wengi walirudishwa baadaye. Lakini habari tunazo walieleza kuwa huko maeneo ya Irambo, chini tu ya makaburi, eneo tu ya Kasayo, vijana walikwenda kukamatwa maeneo ya Quartier na Lukemba, komine ya Ibanda, na hao wengi kabisa waliwekwa chini ya ulinzi, ambapo habari tunazo kwa sasa ziligundulika kuwa katika msako huo silaha 4 zilikamatwa, boksi moja ya risasi ilikamatwa na vitu vingine vilikwenda kukamatwa, ambapo vijana wamoja walikuwa wakitumikisha kama wevi. Ndivyo habari zilikwenda kudhibitisha. Na baada ya hapo, kupitia ndugu yetu ambaye anapatikana hapo Bukavu, hakutaja jina lake liweze kuzungumuzwa kabisa, alieleza kuwa vijana wengi kabisa walikamatwa na wenda wanaweza wakalazimishwa kuingizwa kwenye jeshi la M23. Ni jambo ambalo linaanza kuwapa watu msukosuko, licha kuwa mmezungumza kuwa M23 imekuja kukomboa raia. Sasa kwa nini M23 iweze kuja kabisa kuanza kukamata vijana kwa nguvu, kuwasumbua na kuwateka ili kuwapeleka katika jeshi? Habari hizo kabisa ndizo ambazo tulikwenda kuzipata za pale Bukavu. Mpaka sasa hatujapata habari zingine. Ikiwa kutakuwa zingine habari, tutakwenda kuwajuza kupitia television Muteba TV. Moja kwa moja
Turudi hapa Uvira, tuzungumze kuhusu milio ya risasi ambayo ilisikika, silaha nzito ya aina ya machine gun kama vile wadadisi wanavyoeleza, ama PKM. Milio ya risasi ya kwenda kusikika pale maeneo ya Kavivira, maeneo ya 2h du matin. Kisa na madhumuni yaeleza kuwa kuna wevi ambao waliohitaji kuiba kwenye nyumba moja. Vijana wa wazalendo waliweza kuingilia kati na kufyatua risasi hiyo, na wevi hao wakaweza kutimuka nafasi isiyojulikana. Unajua, kila leo tunaendelea kuzungumza hapa Uvira, licha kuwa kunakuwa na ile hali ya utulivu kidogo, lakini silaha ni nyingi ambazo zinazagaa ndani ya watu, na hao watu hawana makazi, wanajaribu kuingia katika nyumba za watu ili kuwaibia, na pia kuna vifo ambavyo vinaendelea kutokea kila leo, kwa sababu wiki iliyopita tulikwambia kwamba kuna watu wawili ambao wamefariki pale maeneo ya Kalundu baada tu ya kutandikwa risasi na watu wasiojulikana. Moja kwa moja tuingie katika habari ya uchambuzi wa barabara nambari 5 mjini Uvira, ambayo inaleta sasa hofu kwa wakaaji wa Uvira. Na hii ujenzi wa barabara nambari 5, ukirudi nyuma sana, wakaaji wa Uvira waliomba barabara yapata sasa miaka 55 wakiomba ujenzi wa barabara, lakini kwa siku za mwisho kabisa wamekwenda kupata barabara hiyo, ni kama kwa dakika za mwisho, na raia wa Uvira tayari walikuwa wameshakata tamaa kuwa huenda hawawezi wakapata barabara. Lakini cha kushangaza, kupitia shirika za kiraia waeleza kuwa barabara hiyo wanaanza inyima samani. Ukiangalia kutoka kilalo ya Kavimvira hadi Kasenga, kupanda Mulongwe hadi Kakungwe, wameheshimu kanuni za ujenzi wa barabara, kwa kuwa wamekamata 9 metre upande wa chini na 9 metre upande wa juu, na hii inafanya barabara iweze kuwa ya njia mbili, gari mbili za kushuka, gari mbili za kupanda. Lakini walipofika Kakungwe, yaonekana kuwa hawaheshimu tena hizo meta, na barabara inakuwa finyu ambayo yaendelea mpaka espasi ya Monima, na kuonyesha kuwa wanaima sura ya Monima, kwa sababu ukiangalia sura ya Monima ni nafasi ya rompwe na ni nafasi ambapo watu wanatakiwa kupumzika. Lakini ukiangalia gisi waliweza kujenga, wana deborde, wanakula ngambo ya chini, wanashindwa kupanua barabara, wanashindwa kubomoa nyumba ambazo ziko mubarabara, wanakula Monima sana, na ile space Monima haitaonekana. Kwa hiyo mashirika za kiraia zinaanza kulalama, kuanza kuona wa engineer wa SK, ambayo entreprise ambayo iko natengeneza barabara, kuambia warudie, waangalie namna gani walijenga Mulongwe, Kasenga, warudie waanze hivyo vipimo, ili kwamba wahakikishe pale rompwe ya Monima imebaki, kwa sababu wasinyime sura ya Uvira kwa sababu ya watu fulani binafsi. Wakasema kwamba walibomolea watu manyumba Mulongwe, Kasenga na Kavimvira. Itawezekanaje kuanzia Hopital General de Reference ya Uvira kwenda mpaka maeneo ya Monima, kupanda Kalimabenge, washindwe kubomoa manyumba, ili muradi kuwa waweze kuharibisha espace Monima ambayo iko kama vile bijou ya Uvira, ambayo iko vile exemplaire ya Uvira, na ni rompwe moja ambayo iko ya kihistoria. Kwa hiyo wamesema hawataitika, wataingilia kati ili kwamba wainjenieri wabomoe, kama kuna nafasi ambayo wameacha ya serikali wabomoe, ili mradi kwamba wasiguse espace Monima. Kwa hiyo tulipojaribu kuongea na engineer wa SK, alisema kuwa yeye hana mamlaka yoyote, yeye anatakiwa kujenga tu, ni kuheshimisha ujenzi, lakini wenye kuwa na mamlaka ni gouvernement national au gouvernement provincial, ambayo inaweza kujibu kwa hiyo swala. Kwa hiyo kwa siku zijazo tutakwenda kuona viongozi wa gouvernement provincial watuambie namna gani kabisa walisonjie paraporo hilo swala, kwa sababu raia wanasema wenda wanaweza wakaanza maandamano, waheshimishi kuanzia Kavimvira mpaka Mulongwe, ile 9 metre chini ya yulu inaheshimika, lakini kuanza Kakungwe hiyo yaonekana kuwa wanaanza kula zaidi ya 6 metre a 6 metre, yani wanaomba kuheshimu kabisa ile hali. Twende na habari zingine, habari za watu watatu waliofariki hapa mjini Uvira. Watu watatu waliofariki hapa Uvira kupitia risasi zilizolia wiki iliyopita, ilikuwa ni vendredi.
askari mmoja wa FRDC, mwalimu mmoja pamoja na dereva mmoja. Ilikuwaje? Tuliweza kuzungumzia hapa kwenye televisheni yetu ya kwamba mtu mmoja amepigwa risasi pale maeneo ya Mulongwe. Alikuwa anakaa chini, milia risasi wakati lia huko milimani Kasenga ikamfuata na akakufa hapo. Na wawili askari jeshi mmoja alifariki pale maeneo ya Nakioya na mwalimu mmoja alifariki pale Nakioya, akiwa kwake ni pale maeneo ya Kilomoni. Kwa hiyo ilikuwa ni purukushani ya askari, wanajeshi pamoja na wazalendo. Kwa hiyo baada tu ya hayo mambo kutokea, watu watatu kuweza kufariki, jeshi la Kongo laingilia kati na kumunasa ule jeshi ambaye aliyeandisha hiyo vurugu na kuwekwa mbaroni, na siku zijazo atakuwa kabisa ametikia mahakamani kwenda kujibu, na wanasema sheria itafanya kazi yake. Ndivyo kamanda wa kijeshi mjini Uvira alikwenda kuzungumuza. Na pia kabla ya kugusa habari za kuhukumiwa kwake rais wa zamani Joseph Kabila Kabange, tugusie kabisa kuhusu kufunguliwa rasmi kwa kikao cha kawaida cha baraza la bunge la jimbo la Sud Kivu ambacho kimefunguliwa tangu hiyo jana tariki 30, kupitia kikao ambacho kimeongozwa naye Nestor Kabeza akiwa ni presidenti wa Assemblée Provinciale ya Sud Kivu kupitia makao yake inayopatikana hapa mjini Uvira. Palikuwa gavana wa jimbo la Kivu ya Kusini Jean-Jacques Purusi, gavana makamu Jean-Jacques Lakano, wa député provincial pamoja na viongozi wa mashirika za kiraia, wanyampara na wengine kadhalika, na wa ministre provinciaux ambao waliparticipe kupitia ufungulivu wa kikao hicho cha bunge cha budget ambayo inayoandaliwa Septemba. Na hicho kikao ambacho Kabeza Faustin alipata nafasi kabisa ya kuenda kutoa mkono wa rambirambi kuhusu wanajeshi ambao waliofia nchi, hususan wanajeshi wa taifa pamoja na wazalendo, hasa kwake General Mbuluku ambaye alifariki hapa Uvira, General Rukumeta na wengine kadhalika, na kuomba ushirikiano kwa pamoja ili kuhakikisha kuwa tunaungana na kuweza kukomesha hali hii ya vita ambayo inaendelea kusumbua wakongomani wote kwa ujumla hapa nchini Kongo ya Kidemokrasia. Hivyo ndivyo kabisa aliweza kuzungumuza. Na kwa mwisho, mashirika za kiraia pamoja na makonfession religieuse nao pia waliweza kusaliwa initiative ambayo iliyofanyika na Assemblée Provinciale inayopatikana makao yake jimboni Kivu ya Kusini. Na kwa kumaliza, tumalize kabisa na habari hizi za mahakama makuu ya kijeshi huko maeneo ya Kinshasa. Baada tu ya miezi kadhaa ya masambo wakihusishwa na swala lake Joseph Kabila, rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sasa akwenda kuhukumiwa kifungo cha maisha akiwa jela na kutoa fidia ya kiwango cha pesa cha ramani ya bilioni 30 za dola za Umarekani. Hii imemfanya kabisa kukeuka haki za kibinadamu, kuanzisha vurugu na vitu vingine kadhalika ambavyo vinavyomshutumu kupitia vyombo vya sheria, kupitia mahakama makuu ya kijeshi huko mjini Kinshasa. Pia baada tu ya hukumu hiyo, Ramadhan Shadari na viongozi wengine wa FCC wakwenda kulaani kitendo hicho na kusema kuwa mahakama haikutekeleza sheria kwa kumhukumu rais wa zamani ambaye ni miongoni mwa watu waliopigania uhuru huu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na ni hapa ndipo kabisa tunakomesha taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa ambayo imekujia naye Janvier Emmanuel Kaluya. Nikutakia usikilivu mwema wa matangazo yetu kupitia televisheni yako La Voix d'Uvira TV. Mimi na wewe kwa majali wa Mwenyezi Mungu. Kwaherini.